Jumla ya pikipiki 60 zenye thamani ya shilingi milioni 192 zimetengwa na kampuni ya ununuzi wa tumbaku nchini ya Alliance One kwa ajili ya kuwazawadia wakulima waliofunga mkataba na kupeleka tumbaku yao mapema katika soko la msimu huu. Akizungumza na UFR, msemaji wa kampuni hiyo wakili John Magoti amesema kwa awamu ya kwanza wakulima 1500 tayari wamekidhi vigezo. Kampuni ya tumbaku ya Alliance One Tanzania imeandaa draw mbalimbali kwenye masoko yake ya pamoja kwa ajili ya kutoa zawadi mbalimbali kwa nia kuhamasisha wakulima waweze kufuata ufungaji bora wa tumbaku na kuiwaisha sokoni, hasa katika masoko ya hawali. Yani waweze kuwai tumbaku yao ikiwa na uzito mzuri, iliyofungwa vizuri na yenye ubora. Kwa hiyo ndio nia halisi kuhusiana na hii draw ya leo na nyingine zitakazofuata wiki inayofuata mpaka kwa wiki 5 mfululizo. Kwa hiyo tunawahamasisha wakulima walete tumbaku yao kwa wakati sokoni, wanaweza kupata nafasi ya kuweza kushinda moja ya zawadi hizi. Tunazo pikipiki 60, leo tumeweza kutoa pikipiki 10 na tutaendelea kutoa kwa washindi mbalimbali. Na rai yangu na rai ya kampuni ni kwamba shime wakulima tuchukue hii fursa kwa kuleta tumbaku yetu mapema. Nafasi ipo katika hii bahati nasibu ya kuweza kuwafanya watu waweze kunufaika. Sasa jamani, mniruhusu nibonyeze hata washindi kutoka Urambo na Kaliua na bonyeza. Akichezesha draw ya kwanza iliyofanyika kwenye ofisi ya Alliance One Inala, Manispaa ya Tabora, meneja wa kanda wa bodi ya tumbaku Albert Chale amesema programu hiyo ina manufaa makubwa kwa wakulima waliofunga mikataba na kampuni hiyo. Hii programu inakuja kama yenye tija na motisha kwa wakulima wa tumbaku, kwa sababu inaenda kumhamasisha mkulima kuzalisha tumbaku nzuri na anaiuza mapema bado ikiwa na ubora, lakini bado vile vile ikiwa na uzito. Nadhani mnafahamu kwamba tumbaku ikichelewa kuleta sokoni, ikaletwa miezi ya nyuma huko mbele, inakuja inapungua uzito kwa kiasi kikubwa. Sasa uzito ukipungua ni hasara kwa mkulima. Kwa hiyo wenzetu wameliona hilo, ni maana hawa wanatuunga wakulima, wanawaunga wakulima na wako pamoja na wakulima. Sisi kama bodi ya tumbaku na sisi tunategemea tozo ambayo inalipwa kutokana na uzito. Kwa hiyo hawa Alliance One vile vile wanatuunga mkono bodi ya tumbaku kwa 100% na sisi tunaungana, na huu ni mfano wa kuiga. Ninaamini kabisa hii inaenda kuleta changamoto kubwa, na sisi kama walivyoomba bodi ya tumbaku tuwasaidie kuhakikisha kwamba wanafikia malengo yao. Nimeona wamesema wiki ya kwanza ya pili wana target mwezi wa Mei. Sisi bodi tutaenda kutoa ushirikiano wa kutosha tuhakikishe kwamba wakulima hao wanapata masoko ya kutosha na wanauza vizuri. Niwapongezeni na nyinyi wakulima pamoja na washindi. Najua washindi wako miongoni mwenu hapa. Kwa hiyo kwa sababu mchezo ndio unaenda kuanza, basi tujipange tayari kwa ajili ya kuendelea na huu mchezo ambao leo hii unaenda kutoa fursa kubwa. Tunaenda kupata hizo vyombo hivyo vinaenda kutusaidia katika masuala mbalimbali ya usafiri, kurahisisha kazi zetu na shughuli zetu kuwa nyepesi, na hasa hizi zinazolenga kilimo cha tumbaku. Kwa upande wao, baadhi ya wakulima walioshiriki draw ya kwanza wamepongeza hatua ya kampuni hiyo na kwamba imewahamasisha kupeleka tumbaku yao mapema sokoni. Kwa jina mimi naitwa Ramadhani Mohamed Kisena, ambaye ndo mwenyekiti wa chama cha msingi Twende Pamoja Karunde AMCOS, ambao iko wilaya ya Tabora mjini. Kwa mfumo huu niseme tu wazi kwamba kwa kampuni ya Alliance One kwa kweli imetisha na inaendelea kuvutia kwa mambo yote, na inakuwa sambamba na wakulima. Na hata hivi tunavyoongea tunaendesha masoko, lakini masoko yapo vizuri, wakulima wanafurahia. Na vile vile kingine tunaipenda kwa sababu karibu nchi nzima inalipa kwa wakati. Popote napopitia Alliance One, muda tu ukifika, baada ya kuuza tu wiki moja soko mkitengeneza, fedha inaingia kwenye akaunti za chama. Vile vile imeendelea kutoa motisha mbalimbali. Kwa mfano pikipiki ndio hizi hapa, lakini bado kuna motisha ya fedha taslimu. Ukiuza leo tu kila kilo yako unalipwa shilingi 106 za Kitanzania. Kwa hiyo tunawapongeza sana na tunaomba waongeze juhudi, vile vile watukomboe wakulima, bado tuna hali ya chini. Mimi kwa jina naitwa Moses Boniface Bazilio, ni mwenyekiti wa chama cha msingi Faraja. Tumefunga mkataba na kampuni ya Alliance One kwa miaka 3.
Tulichagua kampuni hili kwa maana moja. Sababu ya kwanza ni kampuni la uhakika, linalipa pesa kwa wakati. Na kwa maana nyingine maafisa ugani wake wanatusaidia ili kuweza kupata tumbaku bora. Na tayari wakulima wetu wameshanufaika kupitia kampuni ya Alliance One, na ndio maana tuko hapa. Tunawahimiza wakulima walete tumbaku zao zote na wafunge vizuri kulingana na draw inayochezeshwa hapa, wahamasike, huenda wanaweza wakawa wameingia, na tumeipenda sana na itaendelea kutusaidia. Wiki ijayo inatarajiwa kuchezeshwa draw ya pili kwa wakulima watakaokidhi vigezo kutoka kwenye maeneo ya Kahama, Tabora, Sikonge, Kasulu, Urambo na Kaliua.